ZTV, tumaini la wengi. Na mtazamaji wa ZTV, karibu katika kipindi cha Baada ya Ibada. Kipindi hiki kinachokuletea mambo mbalimbali ambayo yametokea ndani ya ibada, ambapo baada ya ibada tutapata maoni kutoka kwa washirika. Na leo tupo na dada hapa, atajitambulisha kwa majina yake, yeye ni nani na nini amejifunza kwa siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaitwa nani kwa faida ya watazamaji? Kwa majina yangu ni Samson. Nasali ya Bethel. Na dada Happiness, kwa siku hii ya leo Jumapili ya tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, tunapenda kusikia machache kutoka kwako. Nini ambacho umejifunza kutoka kwa mtumishi wa Mungu? Okay. Kwa siku ya leo nilichojifunza mimi madhara ya kukosa uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Kijana, nikizungumzia upande wa kijana akikosa uwepo wa Mungu kwenye maisha yake, kwanza anakosa dira ya maisha. Pili, kuna namna anakosa nafasi ya ukisoma kwenye Biblia anasema kwamba Mungu ndiye anatupa nani, anatupa nguvu ya kupata utajiri. Sasa tunapataje kama hatuna uwepo wake? Kwa hiyo inabidi tuwe karibu na Mungu, tupate uwepo wa Mungu ili atuwezeshe kupata huo utajiri. Wito wako kwa Wakristo na washirika wa kanisa la FPCT Bethel za KM na Wakristo kwa dunia nzima ni upi? Wito wangu bwana, kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu kuna faida kubwa sana katika kumtumikia Mungu, kwa sababu kumtumikia Mungu unapata amani, unapata utulivu wa akili. Sasa imani ufanikiwe, unahitaji utulivu wa akili, na bila utulivu wa akili ni ngumu sana. Kwa hiyo yote vyema tunapata kwa Mungu, vyote vinavyodumu ambavyo havitaanguka tunapata kwa Mungu peke yake. Basi ni hayo tu, sina. Na mtazamaji wa ZTV, hayo ndiyo maoni kutoka kwa dada yetu Happiness hapa, na kutoka hapa FPCT Bethel za KM Mbagala. Mimi sina ziada, mimi ni mtangazaji wako Ephraim James. Uwe na wakati mwema, bye bye.